Hello dear friends, welcome again to my channel is me Teacher D. Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea hii channel, na kuomba usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Leo ninahitaji kuzungumza na wanafunzi ambao wanatarajia kufanya mtihani wa kidato cha 6 kesho kutwa hapa mwezi wa 5, na taarifa njema nilionayo ni kwamba vitabu vya uchambuzi wa matokeo ya mtihani wa kidato cha 6 2024 tunaambiwa kwamba vimeshatoka. Kwa taarifa ambayo imetolewa na Baraza la Mitihani la Taifa linaonyesha kwamba vitabu vya uchambuzi wa matokeo, itimiza ule mtihani wa kidato cha 4 uliofanyika 2024, namna mtihani ulivyofanywa tayari matokeo yale yameshatoka. Yaani kile kitabu ambacho kinachambua swali lilikuwaje, namna gani mwanafunzi atakiwa afanye, namna gani mtu ambaye alifanya vizuri zaidi, yule ambaye alifanya vibaya zaidi. Hii faida yake ni kwamba itakusaidia wewe kama mwanafunzi kuweza kujua ni namna gani unatakiwa ujibu swali. Unatakiwa uone, je, mtihani wa mwaka jana swali la kwanza lilitungwa sehemu gani, lilikuwa linahusu kitu gani, ni namna gani unatakiwa mtu ajibu vizuri, ni namna gani mtu atakiwa kufanya vitu kama vile. Kwa hiyo hii kwa mwanafunzi ambaye ipo kidato cha 6 ni jambo ambalo linakufaa sana, na ni vyema kama uko interested usiache kufuatilia nukta kwa nukta namna ambavyo nitakuonesha. Kwanza nitakuonesha namna ya kuvipata, kwa sababu hapo ameandika kwamba vitabu vya uchambuzi wa matokeo ya mtihani wa kidato cha 6 2024 vimetoka na vinapatikana kwenye tovuti ya Baraza la Mitihani la Taifa, yani NECTA. Sasa cha kwanza ni kuoneshe sample au design ambayo unaweza kuona. Kitabu chenyewe nimechukua hii geography. Nimechukua hii geography na nahitaji uone muonekano na namna ambavyo ilivyo. Sasa cha kwanza ambacho kinapatikana kwenye hili somo la geography, ngoja tu scroll kwanza chini ili uweze kuona vinapatikana kwenye hii geography, kwa sababu hii kitabu kina peji nyingi, kwa hiyo ndio maana kina struct. Ngoja kwanza nikidownload labda hapa. Ila hii nakwambia ni candidates items. Ngoja nikidownload hapa niweke kwenye desktop hapa, ili tuje tukifungue vizuri kikiwa kiko downloaded. Yes. Kitakuwa na muonekano huu hapo. Ngoja. Hii hapa, ngoja tuifungue kwa mfumo wa PDF. Muonekano wake unakuwa hii page ina page 94 na hii ni geography. Sasa geography tunaangalia mfumo namna ambavyo unaona ilikuwa ni kwa mtihani wa mwaka 2024. Ngoja ni note ya. Unaona 2024 hiyo kwa upande wa geography. Na ukishuka tutahitaji tuone kwanza iliyokuwemo. Unaona geography 1 ambayo ni unaona kwa geography 1 kwanza unaweza kuona geography 1 iko na application of statistics na field research swali la pili. La tatu ilikuwa ni topographic and map interpretation. Swali la 4 ilikuwa ni soil study of soil. Kuna space dynamic, kuna dynamic S and sequences. Swali la 7 na la 8 ilikuwa inahusu position, behavior and structure of the S. Kwa hiyo hii ndo mtihani ulivyokuwa umekuwa formed au ulikuwa umeundwa. Hiyo ni upande wa geography 1. Lakini format ya upande wa geography 2 ambayo ilikuwa mtihani wake ulikuwa umeundwa kama ifuatavyo. Kwanza ilikuwa na population and development. Ya pili ilikuwa ni population and development swali la pili. Swali la tatu ilikuwa ni livestock keeping and management. Swali la 4 ilikuwa ni sustainable use of the fuel and the power, transport and communication, sustainable use of forest na sustainable fishing. Hii ndo mtihani hii geography 2 kwa mwaka jana. Geography 1 tumeona maswali yake yalikuwa hivyo. Sasa tunachokwenda kuona kwenye mtihani huu, tunataka tuangalie kitu kimoja hivi. Tunataka tuangalie namna mtihani ulivyokuwa umeundwa. Umeona namna mtihani ulivyokuwa umeundwa. Swali la kwanza geography 1 hapa. Swali la kwanza lilikuwa ni application of statistics in geography, field
field research strategies and topographical map. Kwa hiyo kama mwanafunzi, kama unaingia kwenye mtihani temu hii, hakikisha unaijua statistics, ambapo ilikuwa ni applied statistics na question ilikuwa hivi, imeonyesha region pamoja na coordinates. Kwa upande wa sijajua sasa ilikuwa inauliza kitu gani. Nakwambia the question carried, kwanza anakuonyesha mtihani ulikuwa umekeli marks ngapi, total marks zilikuwa ni ngapi, wanafunzi waliojaribu kufanya, walioshindwa na vitu kama vile pale. Sasa twende tuone wanafunzi walivyokuwa wamejibu au ambavyo unatakiwa kujibu. Unaona? Hii ni sample ya mwanafunzi ambaye alijibu. Anakuambia part of the correct answer in this question. Hii 1 ina illustrate part of the correct answers to this question. Hii hapa inaonyesha mwanafunzi ulitakiwa kujibu. Kwa hiyo kama utakuwa una past paper ya mwaka jana, kwa mfano, ngoja tufanye kitu kimoja hapa. Turudi huku NECTA. Hii sehemu nyingine ya kupata past paper, ingia tetea maktaba. Alafu ingia hapa form 5 na form 6. Njoo tunaitafuta hapa ni geography 2024. Tuna download hiyo geography. Kisha download hii geography paper 1. Nafikiri utaiona hii paper 1. Paper 1 ili hapa swali. Ilikuwa inakwambia draw a sketch map of Tanzania, use the detail following table, drop hiyo. Umeona kwamba amekwambia paper ilikuwa swali lilikuwa linasema hivi, timba imekuwa scanned, kwamba draw a sketch map of Tanzania and use the data given in the following table to draw a dot map to represent a cashew nuts products in a coastal region. Use scale of 1 to hiyo tons. Nafikiri unaweza kuona hii ndio ilikuwa swali na anakuambia draw hiyo. Kwa sasa ukija kwenye nature, sasa tukirudi kwenye ile namna mwanafunzi sasa alivyojibu, utakuja kugundua kwamba mwanafunzi sahihi alijibu namna hii. Ngoja tuipate hapa. Mwanafunzi sahihi ndo alidraw hivi section, akatumia hiyo nani ambayo imeelekezwa na akawa anapata hizi dots. Kwa hiyo kama ungekuwa una changamoto ya hii, unaweza kuangalia namna mwanafunzi alivyokuwa akifanya. Huyu ambaye alifanya sahihi ndo alivyokuwa ananili. Na sasa alikuja kufanya hizo drawings, fikiri unaweza kaona, na finally alikuja ku represent namna hii. Sasa je, wewe una ufahamu wa namna hiyo? A sample of the correct response for the question 1. Hiyo ni sample ya correct kwenye upande wa question 1. Nafikiri kama umesoma statistics, hicho kipengele utakuwa umekutana nacho. Lakini mwanafunzi wa hovyo ni huyu ambaye alijibu hivi kwamba ndivyo inavyotakiwa. Na huyu ni mwanafunzi wa form 6 ambaye amefanya mtihani. Kwa hiyo nafikiri unaweza ukajipima na kuangalia, je, wewe kama mwanafunzi umefika au umefanya katika kiwango gani. Swali la pili, same applies, na ndivyo kwa maswali yote, ikiwa inaonyesha sample ya mwanafunzi ambaye alijibu vizuri na ikiwa inaonyesha sample ya mwanafunzi ambaye alishindwa kurespond au kufanya ambavyo mtihani ulikuwa unaelekeza. Hii ni sample ambayo kama unatarajia kufanya mtihani wanafunzi wa kidato cha 6. Hii kama nilivyowasomea hapa kwamba wakwambia vitabu vya uchambuzi wa matokeo ya mtihani wa kidato cha 6 vimeshatoka na vinapatikana. Sasa tuingie kwenye NECTA ni kuonesha namna ya kuvipata hivi vitabu vyote. Utakachofanya, utaingia katika search engine yako. Kwa mfano mimi natumia hii Google Chrome. Ngoja niondoe hii ili ipunguze uzito. Ukishakuwa na hii Google Chrome au ukishaingia hata kama ni kwenye simu yako, wewe ingia hapa, andika neno NECTA. Hii NECTA maana yake ni hilo baraza la mitihani la taifa. Ukishafika kwenye NECTA, bonyeza hapa kwenye page home. Nafikiri umefika kwenye ukurasa wote hapo, kuja njoo kwenye hii publications. Kwenye publications hapa utashuka, utatafuta hii kitu kinaitwa performance analysis books. Sawa, performance analysis books. Utaklik na kwenye performance analysis books hapo utakuja kwenye hii inaitwa candidates item response analysis, ambapo utaklik. Ukiklik unaona itakuletea hizi publication ya advance, ya
ya O level na vyuo. Kwa sababu sisi target yetu ni advance, utaklik kwenye advance, utakuta kuna vitabu hivi vya uchambuzi wa matokeo ya mitihani kuanzia mwaka 2014 mpaka 2024. Unaweza ukadownload hiki, ukadownload hiki. Ukiingia kwenye 2024 hapa, utakuja kukuta kuna masomo yote husika. Kwa hiyo wewe utatafuta unataka kitabu gani. Kwa mfano unasoma geography, history na Kiswahili, utadownload hii geography, history na Kiswahili. Kwa mfano download labda Kiswahili, una click hiyo Kiswahili, ita download automatic namna hii, na utaanza kuangalia swali la kwanza, mtihani unatonga kwenye kipengele gani, mwanafunzi atakiwa ajibuje, wewe umejibuje. Ndio hicho ambacho kitakupa wewe mwanga wa wewe mwanafunzi mtarajiwa kujua namna ya kukabiliana na mitihani. Nafikiri unaweza kaona PDF zinavyoonyesha hapa. Unaona kwa mfano Kiswahili, swali la kwanza lilikuwa linahusu ufahamu. Ngoja tunanilia hapa, turudi nyuma kidogo. Unaweza kaona Kiswahili, swali la kwanza lilikuwa linahusu ufahamu, swali la pili lilikuwa linahusu matumizi ya sarufi, swali la tatu matumizi ya sarufi, swali la nne matumizi ya lugha. Kwa hiyo ni upande wa Kiswahili. Na utaenda hivyo bidii yake, tafsiri na ukalimani, utungaji, maendeleo ya Kiswahili, maendeleo ya Kiswahili. Kiswahili mbili ile ndio maendeleo ya fasihi simulizi na vitu vingine kama hivyo. Wewe itakupa mwanga kwamba mtihani huu kumbe unakuja na vipengele hivi. Ni vipi nijibu, kitu gani nijibu. Sidhani kama nimekusaidia, lakini kama utakuwa na swali unaweza kuniandikia kwenye comment. Hii ni special kwa wanafunzi wa kidato cha 6, lakini kama wewe mwanafunzi wa kidato cha 4 na unatamani na wewe kujua namna ya kuzipata hizi, unaweza kuniandikia kwenye comment hapo, nami nitakuwa kwanza kujibu. Thanks for watching.